Hofu na uoga vimeteka ikulu ya Tanzania baada ya ujumbe usiku wa manane kutoka kwa John Heche kuvuruga ikulu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Usiku wa manane, wakati miji mingi ya Tanzania ilipokuwa imetulia, ujumbe mkali wa mwanasiasa wa upinzani John Heche ulisambaa kwa kasi na kuibua msisimko wa ghafla ndani ya ikulu na maeneo ya juu ya utawala. Ujumbe huu ulieleza bila kupepesa macho kuwa viongozi na wanachama wa upinzani wanakabiliwa na shinikizo linaloelekezwa kwa makusudi, hatua iliyolenga kuwatisha na kunyamazisha. Kauli hizo zilielezwa kama taarifa yenye ushahidi na hali ya kisiasa inayotekelezwa kimya kimya kwa lengo la kujenga jamii inayotawaliwa kwa hofu badala ya ushawishi. Taarifa hiyo ilieleza zaidi kwa utawala unaojenga mfumo unaotegemea uoga badala ya ridhaa ya wananchi unajitengenezea anguko lake, na kwa sababu historia ya dunia imeonyesha kuwa kundi la watu lisilojiamini hutumia ukandamizaji badala ya uongozi. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X, John Heche alisema kuwa viongozi na wanachama wetu nchi nzima wako targeted na utawala huu dhalimu ambao hauna ridhaa. Lengo la utawala huu ni kutisha na kuogopesha watu. Dunia ina historia inayofanana, watu hawaongozwi kwa hofu bala ushawishi. Kujaribu kujaza watu hofu ni kujitengenezea anguko kubwa. Acheni kuteka watu. Ujumbe mfupi kutoka kwa John Heche, lakini ujumbe ambao ulibeba uzito wa aina yake. Mara tu ujumbe huu ulipotoka, kulikuwa na mijadala isiyo rasmi iliyoibuka miongoni mwa duru za serikali, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa na wadau wa jamii. Ndani ya ikulu kulikuwa na hisia za taharuki zisizotangazwa, hasa kwa sababu taarifa hiyo haikutoka kwa mwanasiasa dhaifu, bali kwa mtu ambaye amekuwa akiongoza mijadala ya kisiasa kupitia sauti yenye ushawishi, uthubutu na ukosoaji wa wazi dhidi ya mamlaka iliyopo madarakani, haswa sasa hivi wakati tunaelekea D9 ama ukipenda Disemba 9, ambayo wengi wa vijana wamehamasishwa kutokea mitaani na kuandamana. Safari ya mwanasiasa huyu John Heche haikuanza katika mazingira ya upole wala ukimya. Kabla ya kuwa moja ya sauti kali maarufu zaidi katika siasa za upinzani nchini, John Heche aliingia katika uwanja wa siasa akiwa kijana machachari mwenye ndoto ya kuunganisha kizazi kipya na kuhamasisha mabadiliko ya kimfumo. Alianza kujipambanua kupitia harakati za kijamii zilizoangazia uhuru wa kusema, uongozi wenye uwajibikaji na ushiriki wa vijana katika mchakato wa uchaguzi na utawala. Kutokana na sauti yake iliyojaa msimamo, alijikuta haraka katika nafasi ya uongozi ndani ya vyama vya upinzani, akijizolea umaarufu miongoni mwa vijana na wapiga kura waliotamani mabadiliko. Haikuwa safari rahisi, kwani Heche alikumbana na ukosoaji, vitisho, vikwazo vya kisiasa na mazingira magumu ya kushindana na mfumo wa dola uliokuwa na nguvu ya rasilimali, taasisi na mifumo ya ushawishi. Na katika kipindi cha miaka kadhaa alijijengea taswira ya kiongozi asiyeogopa, aliye tayari kupambana na kile alichokiona kama ukosefu wa usawa, misimamo ya kimamlaka na matendo yanayokandamiza haki za msingi. Alisimama katika makutano ya siasa na haki za binadamu, akitumia jukwaa la kisiasa kuangazia wale aliowaita wananchi wanaonyanyaswa na mifumo ya utawala iliyojaa matabaka. Kumbukumbu za kisiasa za miaka iliyopita zinaonyesha mazingira taharuki kati ya upinzani na vyombo vya dola, hasa katika nyakati za karibu na uchaguzi. Madaraja ya kisiasa yalichafuka, hamasa za wananchi zilififia, na mazingira ya ukosoaji wa serikali yalitajwa kama hatari kwa usalama wa maisha ya baadhi ya wanasiasa. Katika kipindi hicho, Heche alibaki mstari wa mbele, akizungumzia wazi masuala ya kile alichokiona kama matumizi mabaya ya mamlaka na kuongezeka kwa tabia ya kunyamazisha wanaokosoa serikali. Mchakato ulimweka katika nafasi ya chama na pia katika jicho la umma kama kiongozi asiye na hofu, mwenye nia ya kutengeneza taifa lenye ushiriki na umma badala ya uongozi wa kijicho na wa kutisha. Tangu wakati huo, uhusiano kati ya serikali na upinzani ulijengwa katika misingi ya mashaka, shinikizo na misimamo mikali ambayo ilionekana kuongezeka kadri uchaguzi mwingine ulivyokaribia.
Taarifa iliyotolewa na Heche usiku wa manane haikuonekana kama malalamiko ya kawaida, bali kama maendelezo ya historia nzito ya mvutano wa kisiasa ambao umefichika nyuma ya sura ya utulivu wa kitaifa. Ujumbe ulieleza kuwa utawala wa sasa unaendesha operesheni kubwa inayolenga kuwanyamazisha viongozi wa upinzani, kuwavunja nguvu na kuwafanya waogope kujihusisha na siasa ya mabadiliko. Na katika maelezo hayo alieleza kwamba kuwapa wananchi hofu ni hatua inayojenga taifa lisilo na mawazo, haki na ushiriki wa maoni, na kwamba historia ya dunia imeshuhudia mifumo mingi kama hiyo ikiporomoka kwa sababu ya upungufu wa ridhaa za wananchi. Taarifa hii ilielekeza kwamba kwa utawala wa kile kilichoelezwa kama utekelezaji wa hatua zinazolenga kuwatisha watu badala ya kuwatisha. Ilieleza kuwa utawala unaojenga mfumo wa utishwaji unajitengenezea adui wa ndani, na kwamba jamii haijengi ushawishi wala utamaduni wa kuheshimu mamlaka kwa kuwalazimisha watu kuogopa. Mwisho wake, taarifa hii ilieleza kuwa kusingizia usalama au uzalendo kama msingi kukandamiza siasa ni kisingizio ambacho hutengeneza taifa lililokosa fikra huru. Ujumbe huu ulifika katika kipindi ambacho serikali ilikuwa inajaribu kuwasilisha taswira ya utulivu, mabadiliko ya kiuchumi na kusimamia utawala wa sheria, na kwa ghafla simulizi hilo lilibadilishwa kuwa mjadala wa usalama wa wanasiasa, mazingira ya vyama vya siasa na mustakabali wa demokrasia. Ndani ya Ikulu kulikuwepo na hisia kwamba taarifa hiyo ililenga kufungua sura mpya ya upinzani mkali na kuibua hofu miongoni mwa viongozi wanaoongoza nchi, hasa sasa hivi tukielekea Disemba 9. Lakini kilichoongeza msisimko ni kweli kwamba ujumbe huu ulitolewa usiku na katika wakati ambao taarifa nyingi za kisiasa zitegemewi kuibuka. Tukio hilo liliasisiwa kama tangazo la mwanzo wa msimu mpya wa siasa, ambapo mapambano ya fikra, msimamo wa mamlaka yataanza kuchukua nafasi kubwa kuliko majibu ya kijamii au kiuchumi. Na ujumbe wake ulibua taharuki sio tu kwa sababu ya yaliyosemwa, bali kwa sababu ya aliyeyasema, wakati uliosemwa, na uhalisia wa historia yake ya mapambano ya kisiasa. Muundo wa siasa za Tanzania umejengeka katika historia ya chama kimoja, mabadiliko ya mfumo, kupanuka kwa upinzani na makabiliano ya kimfumo yaliyowahi kusababisha taharuki katika nyakati kadhaa. Na katika miaka ya karibuni, mijadala kuhusu demokrasia, ushiriki wa wananchi na matumizi ya nguvu za dola imekuwa sehemu ya mapambano makubwa ya kitaifa. Na safari ya Heche imekuwa sehemu ya simulizi hilo, ikijenga nafasi ya mwanasiasa ambaye hakuwahi kuzoea katikati ya mfumo wa kimya wala kufuata utawala bila kuhoji. Kwa upande mwingine, taarifa yake ya sasa imejenga nadharia kwamba mfumo wa sasa unarudia historia iliyopita kwa kutumia mbinu zilizokuwa na athari mbaya kwa mustakabali wa kisiasa na kijamii. Ujumbe huu umeibua hoja kwamba taifa linapotea katika mwelekeo wa kulinda mamlaka badala ya kulinda watu, na kwamba kuendelea kwa mwenendo huo kunaweza kuathiri siasa za siku zijazo. Na ujumbe wa Heche ulimalizika kwa wito kwa utawala wa sasa kuacha vitendo vinavyoelezwa kama kuteka watu, hatua iliyotafsiriwa kama msimamo dhabiti wa kupinga kukamatwa, kutishwa na kuzuia uhuru wa watu wanaoshiriki katika mapambano ya kisiasa. Na kauli hiyo ilionekana kama neno la mwisho la usiku lililofungua mjadala mzito wa taifa na kuibua maswali yasiyoandikwa kuhusu uhalali, mamlaka na hatma ya demokrasia. Na katika miji ya Tanzania kulikuwa na hisia kwamba ujumbe huu umefungua pazia la simulizi jipya la siasa ambalo halitaishia kwenye maneno bali kwenye matendo, mapambano, athari zitakazoweza kujitokeza kwa miaka mingi ijayo. Na kwa upande wa serikali, kilichoanza kama ujumbe mdogo wenye majukwaa ya kidijitali kinatafsiriwa kama changamoto ya uhalisi ambayo inaweza kuathiri taswira yake, uwezo wake wa kiimani na wananchi. Na kumbuka kwenye ujumbe huo wa John Heche kwenda mwisho alisema acha kuteka, ishara kwamba serikali ya Samia Suluhu imechukua awamu nyingine ya kuwateka vijana na watu wote ambao wako kwenye upinzani, hasa kwenye chama cha Chadema, katika ile njama yake ya kufifisha chama hicho ambacho huenda kinampa
ama kinampa pressure sana kwenye siasa za Tanzania. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenya Scope Channel yako pendwa, ambayo inakuletea taarifa hizo pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutufuata na kutusupport kwa kusubscribe, kushare na kulike video zetu ili tuweze kuendelea kukuletea taarifa hizi.